الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي المذنب بتقوى الله تعالى وطاعته، فقد فاز المتقون. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله العلي العظيم. Ikhwanu fillah, awali ya yote tutangulize shukrani za dhati kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, muumba mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake, kwa kutujalia sisi kuwa ni miongoni mwa watu wenye afya njema, na kwa kutuzindua baada ya kusikia wito kwa ajili ya swala al-Jum'a, basi tukaacha kila lenye kutushughulisha na tukaenda kumkimbilia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii yatosha kuwa ni neema ambayo kwamba sisi yatakikana tumshukuru nayo Mwenyezi Mungu, kwa sababu Waislamu katika maeneo mengi katika jamii yetu, Waislamu ni wengi sana, lakini si wote ambao kwamba wanatambua na kuthamini ubora na utukufu wa siku kama ya leo. Kuna wengine wanasisikia adhana, lakini Allah hajawapa taufiki ya kuwazindua wakajua kwamba wanaitwa wao Waislamu waende wakatekeleze moja ya amri za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa ajili hiyo, sisi wachache ambao kwamba Mwenyezi Mungu ametuzindua na tukatambua ubora na utukufu wa siku kama ya leo, ni wajibu wetu kumshukuru sana Mwenyezi Mungu ala hadhihi ni'ma, lakini bila kusahau kutaka rehema za ziada zimuendee mtukufu wa daraja, kipenzi chake Mwenyezi Mungu na kipenzi chetu, ambaye si yeyote ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Niwahusieni ndugu zangu, kama ilivyokuwa ada, bila kusahau kuihusia nafsi yangu yenye madhambi katika swala zima la kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwani mafanikio yetu sisi wanadamu ya uhakika hayapatikani katika njia yoyote isipokuwa njia salama ya kupata mafanikio ya hakika ni njia ya kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watukufu ndugu zangu, tuko katika miongoni mwa miezi mitukufu aliyoitaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, miezi ambayo Allah ametuamrisha tusizidhulumu nafsi zetu kwa kutenda maasi katika miezi hiyo,
Kinyume chake tutende taa kwa wingi ili Allah atulipe zaidi na anavyotulipa katika miezi ya kawaida. Na mtu atakayetenda maasiya, maana yake atapata madhambi zaidi anavyotenda katika miezi ya kawaida. Kwa ajili hiyo sote yatakiwa tutambue tuko katika masiku matukufu sana, masiku ambayo kila mmoja katika sisi atakiwa ayapatilize kinamna yake kwa kufanya kila aina ya amali iliyokuwa nzuri, almuradi na yeye aingie katika jopo la watu ambao kwamba watakuwa wamepatiliza masiku kama haya. Lakini leo tuko katika mwezi 5 ya huu mfunguo 3. Hatuna Ijumaa nyingine isipokuwa tunaielekea siku kuu ya Eidul Adha. Sasa maudhui yetu ya leo kwa makadirio yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tutakwenda kukumbushana juu ya asili ya kupatikana hii Eidul Adha, juu ya kisa kizima cha Sayyiduna Ibrahim alayhi salatu wassalamu kupewa amri na Mola wake ya kumchinja mtoto wake, mpaka akaushinda ule mtihani wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu akamtunuku amchinje kondoo badala ya kumchinja mtoto wake. Ikapatikana asili mpaka dunia inaisha, Waislamu kila yanapofika masiku kama hayo tunaita ni sikukuu ya kuchinja. Watukufu wa Islamu, Sayyiduna Ibrahim Khalilullah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimfanya kuwa ni mwandani wake, alimpeleka akailinganie jamii yake, jamii ambayo kwamba ilitumbukia katika tope la kumuasi Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuvikusudia vitu vingine katika ibada badala ya Mwenyezi Mungu. Aliwakuta watu wakiabudu masanamu, bali mzazi wake ndio alikuwa mstari wa mbele katika kuyatengeneza hayo masanamu yanayoabudiwa. Nabiullah Ibrahim akaamrishwa akawalinganie watu wale waache kuyakusudia masanamu katika ibada, wamkusudie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akafanya juhudi hizo kwa kiasi kikubwa kabisa, kuwapa mawaidha, kuwanasihi jamii yake, bali kuzungumza na baba yake juu ya jambo hilo baya wanalolifanya la kuabudu masanamu badala ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini mapokeo hayakuwa mazuri kwa Sayyiduna Ibrahim. Ilifikia wakati mpaka Sayyiduna Ibrahim alifikia kuyavunja masanamu yao, watu wakaghadhibika na wakafanya walioyafanya kwa Sayyiduna Ibrahim. Baada ya hapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akampa amri ahame kutoka katika ule mji, akaanzisha mji mpya. Qur'ani inasema qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin ay muhajirun ilayhi min daril kufri sayahdin ila haythu amarani rabbi bil masiri ilayhi. Mwenyezi Mungu akampa amri ahame kutoka katika ule mji akaanzishe mji mpya. Nabiullah Ibrahim akatii ile amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini akamuomba kitu Mwenyezi Mungu, akamwambia rabbi habli minas salihin. Mwenyezi Mungu, amri yako ya mimi kugura kutoka katika huu mji wa kufuru kwenda kuanzisha makao mengine na mambo mengine, basi ya Rabbi na kuomba mimi unitunuku mtoto aliyekuwa mwema. Sayyiduna Ibrahim anamuomba Mwenyezi Mungu amtunuku mtoto mzuri, habli minas salihin ay waladan minas salihin yu'inuni ala ad-da'wati wat-ta'a wa yu'nisuni fil ghurba. Unipe mtoto mzuri, mtoto mwema, mtoto ambaye moyo wake una Mungu, unamtambua Allah Subhanahu wa Ta'ala, mtoto ambaye atanisaidia mimi katika kufanya da'wa, katika kueneza ulingano wa Allah, watu wamwabudu Mungu peke yake wasimshirikishe, mtoto ambaye ataniliwaza mimi katika ghurba, ugeni, kwa sababu nakwenda kuanzisha makazi mapya. Huyo mtoto atakuwa ananiliwaza mimi, lakini awe ni mwema. Sayyidina Ibrahim akamuomba Mwenyezi Mungu amtunukie mtoto huyo
na Allah subhanahu wa ta'ala akampa yule mtoto aliyekuwa mzuri kabisa, ambaye kwamba alikuwa akiitwa Ismail. Sasa baada ya Nabiullah Ibrahim ala rasulina wa alayhi salatu wassalam kuhama katika mji ule, na Mwenyezi Mungu akampa mtoto kupitia mkewe Bi Hajar, Allah subhanahu wa ta'ala akataka kumjaribu rafiki yake. Yeye ni Khalilullah, rafiki wa Mwenyezi Mungu, mwandani wake, akataka kumjaribu rafiki yake. Je, mapenzi yake kwa mtoto wake ni makubwa mno kuliko kwa Mola aliyempa huyo mtoto, au bado atatanguliza mapenzi yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuliko mtoto wake? Ni mtihani mkubwa kabisa. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu asema, lamma kanat laylatu tawriya wa nama raa fi almanami man yaqul ya Ibrahima awfi binadrik. Ulipokuwa usiku wa tarwiya, Ibrahimu aliota ndoto, amelala akaota ndoto, lakini ndoto yenyewe ni ya kushangaza. Yule mtoto tunu aliyoiomba kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba Mungu ampe mtoto mzuri, na Mungu akampa. Ndoto inakuja kwamba yule mtoto atakiwa mchinje. Ndoto hiyo siku ya kwanza anaiota Sayyiduna Ibrahim. Falamma asbaha akhadha yatarawwa ay yatafakkaru ahuwa min Allahi am min ash-shaytan. Alipoamka asubuhi akawa anatafakari, yatarawwa, anatafakari, hivi ndoto ni ya Mungu kweli au ni ndoto inayotokana na Ibilisi tu, shaitani? Mbona nimeota na mchinja mwanangu? Na tuambiwa kwamba ndoto za manabii ni ndoto za hakika, ndoto za kweli. Anajuzwa pale na Allah subhanahu wa ta'ala kwamba hicho anachokiona ndicho anachotakiwa kukifanya. Lakini kutokana na ugumu wa ndoto hii alitafakari, kana yatarawwa, akawa anatafakari, na kwa ajili hiyo ndio ikaitwa hii siku ni yaumu tarwiya, ilikuwa ni siku ya 8. Alipolala usiku katika siku ya pili yake akaota ndoto kama ile ile, anatakiwa amchinje mwanawe. Alipoamka asubuhi, arafa, akajua sasa ile ndoto si ya sheitani, ile ni ndoto yatoka kwa Mwenyezi Mungu na ni amri ya Allah, ananipa mtihani kunipima nampenda yeye zaidi au nampenda mtoto wangu. Kwa ajili hiyo ile siku ya pili baada ya kuwa akajua kwamba hii kweli ni ndoto ya kweli, sio utani, ndio ikaitwa yaumu Arafa, siku ambayo Ibrahim alijua kwamba ile ndoto haikutokana na sheitani bali ilitokana na Allah subhanahu wa ta'ala. Akalala tena Ibrahimu siku ya 3, ikamjilia tena ndoto mfano wa ile ile kwamba anaamrishwa amchinje mtoto wake. Alipoamka asubuhi sasa ndo fahamma binahri, akakusudia kumchinja mtoto wake, kwa sababu aligundua wazi wazi kwamba ndoto ile sasa ni ya Allah, na Allah amemjaribu kwa kumpa mtihani huo wa kumchinja mtoto wake, na hakuna njia nyingine isipokuwa ni kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watukufu ndugu zangu, Sayyiduna Ibrahim akakusudia kumchinja mtoto wake kihakika kwa kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akamwambia mke wake kwamba amwandae mtoto wake, amvalishe nguo nzuri, yeye ana safari naye atakaende naye katika ugeni fulani. Mama wa Sayyiduna Ismail, Bi Hajar, akamwandaa mtoto, akamuogesha. Maandalizi ya safari yajulikana, kumuogesha, kampaka mafuta, kamtana nywele. Ni safari hiyo ambayo kwamba kaambiwa na mumewe Sayyidina Ibrahim atakaende naye safari. Baada ya maandalizi yale, Sayyiduna Ibrahim akatoka, lakini ulama wanatuambia fahamala Ibrahimu alayhi salam hablan wa sikinan wa dhahaba ma'ahu ila janib Mina.